Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi anaitwa Korumba Lebabas. Kupitia operation maalum ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inayofanywa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, imeteketeza dawa za kulevya aina ya bangi kavu zenye uzito wa tani 5 na kilo 200. Zoezi hilo limefanyika katika eneo la makao mapya katika kijiji na kata ya Uwiro wilayani ya Rumeru mkoani Arusha, kwa amri ya mahakama, ikihusisha taasisi zote za serikali zilizotajwa kwa mujibu wa sheria kushiriki katika uteketezaji wa vielelezo vya dawa hizo. Akizungumza wakati wa tukio hilo, afisa wa ustawi wa jamii wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda kaskazini, Bi Sara Ndaba, amesema kwamba mafanikio ya ukamataji na uteketezaji wa bangi hiyo yametokana na ushirikiano baina ya taasisi hiyo na taasisi zingine ikiwemo TANAPA na wananchi wenyewe wenye nia njema. Pia amewaasa wananchi kuachana na biashara haramu ya dawa za kulevya, kwani inaleta madhara makubwa kwa vijana na taifa kwa ujumla. Naitwa Sara Ndaba, ni afisa ustawi wa jamii kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini. Leo tuko eneo la makao mapya, kijiji cha Uwiro, kata ya Uwiro, wilaya ya Rumeru, tukiwa tumekuja kuteketeza zaidi ya tani 5 na kilogramu 200 ambazo ni za bangi, na operation hii ilifanyika kwa kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, lakini kwa ushirikiano wa Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kupitia TANAPA. Unaweza ukaona tani 5 na kilogramu 200 zingeweza kuwaharibu vijana kiasi gani katika kanda ya kaskazini. Kwa sisi kama mamlaka, ni jukumu letu kudhibiti dawa kuzalishwa hapa nchini na pia kuingizwa hapa nchini, lakini pamoja na hilo kuiepusha jamii kutumia dawa za kulevya. Kwa upande wake, afisa sheria kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Bwana Benson Mwaikenda alikuwa na haya ya kueleza juu ya sheria na adhabu kwa yeyote atakayekamatwa na dawa za kulevya. Kwa majina naitwa Benson Mwaikenda, afisa sheria kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini Arusha. Kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, leo tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2025 tumetekeleza jumla ya tani 5 na kilogramu 200 za bangi kavu ambazo zilizopatikana katika operation iliyofanyika katika wilaya ya Rumeru. Na operation hiyo ilifanyika baada ya kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo wananchi, serikali ya wilaya ya Rumeru pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia shirika la hifadhi la taifa TANAPA. Na uteketezaji huo ambao kama mnavyoona hapo nyuma ni kwamba umefuata taratibu zote za kisheria kwa kuwahusisha wadau wote muhimu ambao wanahusika kisheria kuweza kushuhudia zoezi hilo likifanyika. Na vile vile imefuata sheria ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, sheria namba 95 ya mwaka 2023, ambapo sheria hiyo imetoa adhabu kali sana kwa watu ambao wanajihusisha na biashara na matumizi ya dawa za kulevya, ikiwa kifungo cha maisha mpaka miaka 30 jela, na vile vile hadi kutaifisha zile mali za watu hao ambao wanajihusisha katika biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa majina naitwa Mina Lisafio Nazi, ni afisa mtendaji wa kata ya Uwiro. Kipekee kama kata tumeshukuru sana kwa tukio hili linaloendelea leo la kuteketeza madawa ya kulevya, ambayo tulifanya operation mwezi wa 6 mwaka huu na tulifanikiwa kukamata gunia nyingi zaidi ya 200, lakini vile vile iliteketezwa mashambani, na kwa sasa tunaweza tukasema kwamba imepungua kwa zaidi ya 90%. Lakini tunashukuru uongozi wa madawa, kitengo cha kupambana na madawa, uongozi wa wilaya kwa ujumla na ANAPA kwa kutuunga mkono kuhakikisha zao hili huko kwetu linateketea. Jambo hili kweli ni vita, maana ni issue ya kiuchumi, lakini kwa ushirikiano tunaoupata na sisi ngazi ya kata na vijiji, tunaendelea kuhakikisha huko mashambani inapoota tunatoa taarifa pale tunaposhindwa, ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuweza kumaliza zao hili. Lakini pia kipekee hii ni mara ya kwanza kwa kuangamiza madawa katika kata hii. Hivyo tunashukuru sana kitengo kufanya uamuzi huu, kwa maana kuna baadhi ya wananchi hawaamini kweli inateketezwa. Wao wanaona tu ikisafirishwa imechukuliwa, lakini leo wameshuhudia imeletwa magunia ya kutosha na wameshuhudia zoezi hili linapoendelea. Hivyo nadhani pia itakuwa ni hamasa kubwa kwamba ni kweli serikali iko kazini na inapambana na swala hili la madawa ya kulevya. Na sisi pia tunaendelea kutoa rai kwa wananchi wale ambao wanalima au wana mpango wa kujaribu tena kurudi kulima, ili waweze kuachana na zao hili. Madhara yake ni makubwa.
nadhani tunaendelea kutoa elimu na tutaomba tena kitengo waweze kuja na kuendelea kutoa elimu ili tuweze kuweza kutoa zao hili moja kwa moja. Ni kweli kwamba wananchi wanakatazwa na wana mifano hai ya watu ambao wamekamatwa wamefungwa zaidi ya miaka 30, lakini unakuta watu bado wanaendelea. Hii sisi pia inatupa changamoto, lakini wananchi wa huku wanapoona operation za mara kwa mara zinaendelea, basi unakuta wanarudi nyuma. Kipindi cha nyuma walihisi kwamba ikitokea inatokea mara moja mara mbili kwa mwaka. Hivyo unakuta mtu anashawishika tena kuendelea kulima zao hili. Lakini kwa kipindi hiki cha miaka hii 2-3 kweli serikali imefanya sana kazi na operations zimekuwa za mara kwa mara, hivyo wananchi wanakosa ile muda tena wa kuanza kuotesha zao hili. Na rai yangu mimi kama kiongozi wa kata hii, tunaomba viongozi wa juu pia tunapokaa kidogo tuendelee kuchungulia maeneo haya, na sisi tuko kazini, tutaendelea kutoa taarifa mara ambapo tunaona zao hili bado chipukizi inaendelea. Kwa jina naitwa Teddy Fred Mwasomola, ambaye ni afisa mtendaji wa kijiji cha Kisimiri, ambapo kwa asilimia kubwa ili zao ambao linateketezwa hapa huwa wananchi wangu ndio asilimia kubwa wanaolima. Hivyo nimefurahi sana kama mtendaji, tumeshirikiana na mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya pamoja na vyombo vingine ajili ya kuhamasisha na watu, na pia tulifanya operation mwezi wa 6, tulikamata zaidi ya gunia 200. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuona ili zao limekuja kuteketezwa hapa katika kijiji chetu, ili wananchi waweze kujua kwamba ili zao ni mapambano endelevu. Sana tukikaa katika mikutano ya vijiji, asilimia kubwa kwamba eneo letu lina changamoto la maji. Katika eneo letu ni eneo ambalo ni la rutuba vizuri sana. Kitu chote kinaweza kukubali, kwa mfano karoti, kwa mfano kilimo cha tangawizi, mboga, lakini tatizo kubwa sana tukiodi wananchi katika mikutano wanatamikia juu changamoto ya maji, kwamba endapo ataletewa maji wanajikita kwenye hili zao kulingana kwamba hamna zao lingine mbadala. Hivyo wengi wanashauri kwamba serikali iweze kuwaona kupewa zao mbadala, kwa mfano ulimaji wa karoti, alafu paleto pamoja na mazao mengine. Hiyo itasaidia sana ajili ya kukomesha hili zao. Mimi kwa jina naitwa Esther Moses Palanjo, mwenyeji wa Uwiro, kata ya Uwiro, kijiji cha Uwiro. Mimi nimekuja hapa kushuhudia kitendo kinachotendeka hapa cha kuteketeza madawa ya kulevya. Mimi nashukuru hii serikali ya Mama Samia kitendo cha kuja kufanya hili jambo hapa, kwa sababu watoto wetu wameshakuwa vichaa, wanasoma lakini hakuna kazi wanayofanya zaidi ya kuvuta bangi. Sisi wazazi ndio tunateseka hapa. Mama Samia, ninachomuomba aendelee kutusaidia sisi wana Uwiro, na hiyo bangi inayotoka hapo Kisimiri iendelee kuteketea, pamoja na kuteketeza sasa hivi. Tunaomba bado hilo zoezi liendelee, maana hata kama ni sufuria inakuwa na ukoko, na ukoko nao ni ugali. Kwa hiyo tunashukuru wenyeji wote wa hapa, tunateseka sana. Tena hatukutegemea kama hii kitu itatokea hivyo, tulitegemea tutakuja kufanyiwa unyama ndani kwa ndani hadi tukisachiwa, lakini tumefurahi zoezi limefanyika, tumeliona. Jina langu naitwa Israeli Sla Palanjo, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Lengale. Kwanza kabla yote mimi ninawashukuru ninyi kufika katika eneo hili na hata kuwatia wananchi imani kwamba kile kilichokamatwa mashambani kimeteketezwa. Maana mwananchi kinapokwenda yeye anadhania kwamba tayari imeshakuwa ni biashara wanafanya, lakini tayari mnaporudisha huku wanakuwa na imani kwamba kumbe kile ambacho tulikuwa tunakifanya ni kweli. Na pia ninaendelea kuwashukuru na kuwatia moyo kwamba ni kuwaomba kwamba tuendelee kupambana na kutokomeza zao hili, kwa sababu zao hili limekuwa adui wa watoto wetu, kuwapotosha na hata kuwa vichaa, na hata wengine wamekuwa zezeta, lakini kutokana na kuvuta bangi. Kwa hiyo ninashukuru serikali kwa kuwa imesikia kilio chetu na imejitokeza
ili kutusaidia sisi kama wanakisimiri. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.